Kwa libasi na msimu ndio unaona gap ni kubwa sana. Simba imehama uwanja. Mechi zetu zote za ligi kuu kuanzia sasa tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, uwanja ambao tuliotumia vema msimu uliopita na ni uwanja ambao umekuwa chachu ya mafanikio kwa upande wetu wa Simba Sports Club. Ni ngome yetu ya mafanikio ama ngome yetu ya ushindi, na kwa mantiki hiyo basi tukasema msimu huu turejee tena katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo tukiotumia kama uwanja wetu wa nyumbani. Kwa mantiki hiyo basi tutaanza rasmi kutumia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kuanzia mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu ya NBC tukiwa nyumbani, ambapo itakuwa ni raundi ya 4 ya ligi hiyo, na mechi yetu hiyo itakuwa ni dhidi ya Goso Akaya Coastal Union, mchezo ambao utapigwa tarehe 27 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Ni Ahmed Ally akithibitisha kuhusiana na Simba kuhama uwanja wa Uhuru na moja kwa moja kuelekea Meja Jenerali Samuyo katika mechi za ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara, mechi za nyumbani. Malengo ya Simba kimataifa ni yapi? Anarejea tena. Yaliyopita si ndwele. Tumekaa chini tukafanya analysis ya kiutawala na ya kiufundi, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata majibu na tukafanya usajili mkubwa ili uweze kuja kutusaidia kwenye michuano ya kimataifa. Ukiangalia wachezaji tuliokuwa nao ambao tumewasajili ni wale wachezaji ambao kwanza wana energy lakini wana experience na exposure kubwa ya kuisaidia Simba kwenye michuano ya kimataifa. Imani yetu ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutavuka hatua ya makundi, tutakwenda mpaka robo finali. Lakini bado robo finali sio hatua ya kujivunia kwa Simba Sports Club. Malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya ndiyo malengo yetu na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie. Ni Ahmed Ally akimaliza, wanamuomba Mwenyezi Mungu awajalie waweze kufika semi-final ligi ya mabingwa barani Afrika. Abisai, kulikoni ni kama vilabu vyetu kwa asilimia fulani kutokuwepo kwa Al Ahly ni kama mashindano yanaonekana mepesi sana ligi ya mabingwa, lakini katika hiki ambacho Lunyasa wamesema malengo yao ni kuweza kucheza nusu finali. Je, nguvu naiona iongezeke dirisha dogo? Maana kwa ukweli ligi ya mabingwa barani Afrika sio kwa udumbi. Ndicho usema uweke maneno pembeni, lakini kwangu namaliza kabisa. Sio kwa udumbi. Huo ndo walisia. Sio na Mpanzo? Hapana. Mpanzo naye atoshi? Bado. Nani sasa anatosha kama Mpanzo atoshi? Kwa sababu Mpanzo naye binadamu. Unaelewa vizuri? Wewe unamsema yeye sio binadamu? Kwa maana gani nazungumzia? Aidha kapata changamoto, lakini quality ya Mpanzo. Ukimwangalia Mpanzo anayecheza kama force number 9, kuna vitu vya msingi anakupa kuliko striker halisi. Kama unategemea mipira ya juu kila siku, watu wakipiga chini kila siku, utatoka na goli kweli? Na changamoto. Changamoto hiyo. Anyways, hiyo ni mentality ambayo sidhani kama viongozi wa mpira wanayo, kwa sababu wakati mwingine bingwa wa CAF Champions League hawi Al Ahly kila siku. Ni kweli. Al Ahly anaenda kwenye Confederation, lakini kule kuna Esperance chuma kabisa. Kuna Mamelodi Sundowns kule. Na kama msimendaso elewe. Boko kabisa hiyo. Ni kweli. Hizo ni baadhi ya timu ambazo zipo kule. Kuna timu za Morocco, hawa nani wamekuwa mabingwa nini hawa Arabati? Hapana, kana Farabati. Hawa kocha aliyekuwa Simba yule Muhispaniola amewapa bingwa nani? Maghrib Fez. Pablo Franco Martin. Hizo timu shindani na timu zetu sisi zinaishia robo.
Kwa hiyo wanakumbuka labda Yanga alicheza na Al Ahly makundi akafungwa kule Cairo, akachangia kuchukua alama 3 ambazo Yanga zimemfanya sivuke makundi. Simba anawaza kishakutana na Al Ahly robo finali akapigwa 4-3 nadhani kule Egypt, kwenye group stage akapigwa 4. Kwa hiyo wanakumbuka ubabe wa Al Ahly, ndio maana wanaona asipokuwepo yeye basi huenda atasogea sehemu. Lakini what if kwenye draw robo finali kukutana na Mamelodi hapa? Yes. Ambao sio Al Ahly, mechi hiyo. Hiyo mechi sio mchezo. Umeona? Kwa hiyo bado sio kigezo. Kwa sababu zipo timu bora ambazo zinaweza kuzitoa timu zetu robo finali ambazo sio Al Ahly. Nadhani viongozi hawana mentality, wana uzoefu na wanajua hilo. Sawa. Hiyo sidhani kama hawajui, wanajua kabisa. Sawa. Simba imehamia uwanja wa Isamuyo. Yes. Ambao msimu uliopita iliutumia, lakini baadaye ikabidi ije ijumuike na Yanga KMC. Safari hii Simba mara baada ya kutangaza uwanja wa Uhuru imehamia uwanja wa Isamuyo. Kumbuka timu zote mbili zilitaka kucheza uwanja wa Uhuru pale, Simba na Yanga. Yanga kwa kwanza kuondoka sema twende Mwenge. Simba akasema tunakwenda Isamuyo. Yeah. Kwa muono wangu mimi mpwa, Naam. Simba ya Isamuyo ni nyepesi kuliko Simba ya KMC, naona ni ngumu sana. Yaani Simba ya KMC ni kali kuliko ya Isamuyo kwa muono wangu. Acha bana. Nakwambia. Utofauti unaona kwenye nini? Simba ambayo ilicheza Isamuyo ilikuwa ifunge magoli mengi kama ya KMC. Unaelewa vizuri? Okay. Kulinga sisi nature la uwanja au vipi? Mama ukipigwa kaunta ile uwanja wasalimie. Sasa najaribu kwa mimi, lakini Simba imepata magoli mengi sana KMC hapa. Waulize TRA. Lakini tofauti na kule Simba imehamia kule, unaonaje bwana Limpo bwana? Ahmed Ally amejibu kiufundi sana kwamba wao kama viongozi wamefanya tathmini. Yes, tathmini ya kina imewapa mwelekeo. Maana tathmini unataka ikupe mwelekeo wa uwanja wa Isamuyo. Yes, kuna area tu nje ya mimi na wao kuwasiliana na iona wanaweza kawa pia wameifuata, kwa sababu wanatumia football yao, wanatumia mawinga, wanacheza kwa mapana. Simba uwanja wa Meja Isamuyo ina urefu wa mita 66, urefu mita 110, upana mita 66 mpaka 70. Maana yake kama timu inacheza katika kwa mapana inakupa advantage sana ya kutawala game. Hiyo ni inawezekana pia sababu ya kiufundi ambao wameiona. Ukirudi uwanja wa KMC ni vile viwanja ambavyo viko limit 68 kwa mapana, urefu inakuwa 105. Sasa kwa aina ya wachezaji uwanja utaenda kwenda kuwa support. Utofauti ambao unausema wewe kwenye KMC na kule ni nyasi bandia za KMC, ambao kwa timu yenye kutandaza football chini huwa inakupa advantage ya hali ya juu sana. Na inampa advantage ya hali ya juu sana kwa sababu mipango yako inaingia sawia bila kupata kikwazo chochote, tofauti na uwanja ambao hauna nyasi bandia kwa maana natural grass, lakini una matatizo ya mabungu, pasi zako zitakuwa haziingii. Yes, unaweza ukataka direction hii mpira ukagonga somewhere ukaenda kwenye direction ambayo sio rafiki na wewe. Kwa hiyo anavorudi na kusema kwamba tumefanya tafiti ya kina, maana yes, wameona kama uwanja ule kwao ni sahihi kwenye mazingira yote hayo ambao wanaweza kucheza kwa hapa. Nadhani pia moja ya sababu inaweza nisiwe sahihi, ninajumlisha na hizo ambazo teacher amesema. Yaani tunaendelea kujaza, tunaorodhesha, sio teacher ametaja kama 2 3. Sasa kama sio sahihi unaongea nini? Si Simba wenyewe ukuta wanajua. Umesema kwa sababu tayari Yanga wapo KMC. Kwa tena Simba tena kwenda KMC tena ni kubanana. Ama kuhama kuna fanana, kwa sababu hata Yanga utambulisho wa kwanza ilikuwa Uhuru. Wakamia KFC. Lakini yawezekana Simba ikarudi KMC. Wanaona kuna ulinzi na usalama maradufu Isamuyo. Uwanja huko jeshini. Hivyo basi wanaona ni sehemu salama ya kuwepo. Okay. Wewe ndio umefikiria hivyo yani. Moja sababu unaona inaweza kaingia. Kwani Uhuru ni uwanja si uko chini ya jeshi pia? Kwani aulindwi na jeshi? Kama vyote ni vya jeshi basi hamna shida. Kwa hiyo hoja yako leo kutuaminisha haina nguvu. Haina nguvu kwa sababu wameshautumia, wameona faida.
Uhuru pia ni wa jeshi na uko jeshini pale pembeni. Kutumia Meja Isamuhyo imewalipa. Sasa kwa nini wahame tena wakati wao wameona faida? Mwanzo wakati wanauteua hawakujua kama Isamuhyo aliwalipa. Lakini wakati wa kujadili uwanja wa KMC nimewahi kusikia sababu moja sehemu kwamba ile pitch ambayo ni bandia inatelezesha sana mpira na inachosha sana ule uwanja kwa sababu ya kukimbia mpira unapotembea kwa kasi. Moja, pili, unavodunda, ukidunda umesafiri kwa sababu kana pale chini kumesakafiwa fulani. Lakini tatu ni wachezaji kulalamika kuhusiana na wanavokanyaga pale kubishana na ile sakafu, viatu vinawashika kwenye vifundo vya mguu. Sasa Isamuhyo kuna mchanga asili, kuna nyasi asili, ukikanyaga una uwezo ardhi inarudi chini kidogo, mpira unaburuzika kutokana na kasi ambayo umeukadiria. Wanaona waende huko kucheza, na hata ikitokea mechi ile ya saa 10 KMC kweli jua linachoma jamani. Jua linachoma. Kwa hiyo ameona waende Isamuhyo kwenye pitch. Najua kuchoma kuna sehemu mbili, pale wanapocheza wachezaji na sisi ambao tunatazama kwa kukama jukwani, ambako Yanga wameenda hapa hawachomwi. Wao wameona wana mudu kuchomwa. Wameona wana mudu. Kwa hiyo wameona sisi hapa. Okay. Sawa, ngoja tuone mwisho wa siku itakuwaje. Na kwa Yanga moja ya sababu nyingine, lakini inaweza kaia mashabiki kuujaza ule uwanja kwa haraka na kufikika. Unajue kuingia Uhuru kama ujazi ule na yenyewe ni adhabu. Uhuru ila kama Yanga wameweka mechi na wanasema X factor player, watu wamejaa tu bila mechi, basi Yanga wanaamini pale wakisema jamani, kesho kuna mechi ya Coastal, watu hawapa. Kesho kuna mechi na nani, watu hawapa. Ndio kuambia wewe twendeni Uhuru tena.